na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kuweza kupata habari zetu za leo, ikiwa ni siku mwaka 2026 ukiwa ni mwezi wake wa 3. Karibu kutegea sikio habari zetu kwa siku ya leo, habari ambazo zitasomwa nami Espoir Mukubure Muhamba, na hii ni Kwetu News 24. Bila shaka tuangazie habari muhimu ambazo zinagusia kuhusu minara 3 muhimu ambayo itajengwa Fizi, makao makuu ya tarafa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekuwa ni eneo la utetezi wa udongo wa mababu ndani ya nchi ya DRC. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, hatimaye minara 3 muhimu itajengwa hapo Fizi Center kufuatia uongozi wa sekta ya Nganja ambao umetaka minara hiyo kujengwa bila kushupaza shingo kwa wakaaji wa eneo hilo, mashirika ya kiraia wala uongozi wa tarafa hilo la Fizi. Miongoni mwa minara muhimu ambayo itakayoshimikwa makao makuu ya tarafa la Fizi hapo Fizi Center ni pamoja na mnara wake William Amuri Yakutumba, mzalendo ambaye alitetea udongo wa tarafa la Fizi na nchi nzima ya DRC. Miaka kadhaa alipambana na makundi ya waasi kutoka nje ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia alipambana na uongozi haramu uliokuwa umewekwa na viongozi ambao hawakupenda kabisa kuona mkongomani halisi au mzalendo anasonga mbele kiuhalali. Uongozi wa sekta ya Lubonja umesema kwamba unajua umuhimu wa kuweka mnara wa William Amuri Yakutumba ambaye kwa miaka takriban 18 alipambana na uongozi mbaya wa chama cha PPRD ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, licha ya kukimbizwa miaka kadhaa na rais mstaafu Joseph Kabila, lakini aliendelea kusimama na kuendelea kuonyesha uzalendo, na leo hii anatetea nchi nzima ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan wananchi wanaokabiliana na mashambulizi ya kila leo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mnara wa pili utakaojengwa ni ule wa Rais Felix Tshisekedi, mnara ambao unaonyesha wazi uzalendo mkubwa na uongozi usioegamia upande wowote wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Tshisekedi Chilombo. Akizungumza na Kwetu News 24, mkuu kiongozi wa sekta ya Nganja Mheshimiwa Akili Bernard Cosmos ameonyesha rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi ni kiongozi shupavu ambaye nchi nzima ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hata na Afrika nzima kwa upekee tarafa la Fizi litaendelea kukumbuka daima. Lakini pia mnara wa 3 ambao utashimikwa pa Fizi Center kupitia uongozi wa sekta ya Nganja ni ule ambao utaonyesha picha halisi na kazi anazoendelea kufanya gavana makamo wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Lakano kupitia ushupavu wake na ustahimilivu, lakini pia msimamo wake kuhusu uvamizi wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na misaada kadhaa ambayo anaendelea kusaidia wakaaji wa tarafa la Fizi, lakini pia mkoa wa Kivu ya Kusini, na kuendelea kutetea udongo wa mababu pamoja na nchi nzima ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Akili Bernard Cosmos akizungumza na Kwetu News 24 alisema hivi: rezo yangu iko na deux volets. Volet ya kwanza ni ya resistance na volet ya pili ni ya reconnaissance. Resistance, wote watatu ni wa resistant patriot, sababu hili ambalo tulikwenda kuliona hapa ilienda kudhibitisha upendo ambao wanao juu ya nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hilo ndio linanipelekea mimi kusema kwamba ni lazima tuweze kufundisha watoto wetu uzalendo. Watoto wetu waweze kuiga mifano ya hao ambao, sababu les institutions restent, les hommes passent. Wote watapita, lakini tutakuwa na kumbukumbu kwa kazi ambao waliweza kutumikia tarafa la Fizi na nchi ya Kongo kwa ujumla. Kwa kamanda Amuri Yakutumba, mimi niko convaincu na kitu kimoja. Resistance ambayo alikuwa nayo miaka 18 tuko kwenye utawala wa Kabila, na huo utawala tulikuwa pia na watoto wetu wa Bembe, lakini operation ambazo ziliingia ndani ya tarafa la Fizi zilikuwa chungu mzima, hazikukosa hata 40 au 13 14.
na zote hizo zilikuwa zinamlenga yeye mtu mmoja amatwe. Sasa wakati wanakuja kumuinda watoto wengi ambao tuliweza kuwapoteza, na tuliweza kuwapoteza wengine wa innocent juu ya kuweza kukamata mtu mmoja ya Kutumba. Resistance yake ya yeye kuwa mpori iliweza kutusemea kwa mambo mengi, sababu tuliweza kupata operation kimya de kifyagio na kadhalika, lakini kijana aliweza kusimama imara na kusema kwamba tarafa langu la Fizi halitaweza kuchukuliwa na wageni. Hiyo ni motisha kubwa ambayo mimi inanipelekea ya Kutumba niweze kumtilia monima, na hasa upande wakati awamu hii ya Felix Tshisekedi. Ndio maana nilisema resistance patriotique pamoja na reconnaissance. Kijana Jean-Jacques Lacano yeye alikuja na akaweza kuhamasisha, aliacha mambo yote Bukavu akaja kuhamasisha watoto wao. Yeye anajua kwamba ana vijana ambao huwa ni wazalendo, anapigana vita kabisa, na akakuja kuwakamata na wote wakakubali. Akina ya Kutumba, Rene Itongwa, Kibukila Mtetezi, Pea Sonam, Mayele, akina wote wakaenda mpaka Uvira. Waliweza kusimamisha kibambazi huko muda wa takribani mwaka mzima. Sisi tunaishi kwa amani tu. Sasa ishara tosha ambayo ilikuwa rais ambaye alipita alikuwa akiwinda ya Kutumba kama vile panya na pusi, lakini wakati aliweza kukuja kukamatiwa na mtoto wetu Jean-Jacques Lacano, rais naye akaweza kumulea. Ndo ile reconnaissance kwa kazi ambayo alifanya ya kuweza kuzuia adui, reconnaissance ya mtoto Jean-Jacques kuja kumchukua hapa na kusema kwamba mtoto Jean-Jacques, mtoto wa chama ya UDPS, vice-gouverneur wa province ya Sud Kivu, leader incontournable wa tarafa la Fizi, ambaye ameenda kuchukua wa ndugu zake ili waje watusaidie hii guerre d'occupation. Ndio inanipeleka mimi hiyo reconnaissance ya Rais Felix kuweza kureconnect na kusema kwamba wazalendo ni watoto wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ambao wanapigania nchi yao. Ndio neno kubwa ambayo mimi inanipeleka ya kusema kwamba ni lazima watoto wetu wao wanafahamu kwamba yule rais ambaye aliweza kukubali watoto wetu wa majimaji leo wanaitwa wazalendo na waishi barabarani wakila na kunwa pamoja na FRDC ni Rais Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Bila Rais Felix Tshilombo Antoine kuja kuwa rais leo hii, nafikiria kwamba na hawa watoto wetu wazalendo wangilikuwa bado wanasalia porini. Hizo monima atuzitii sababu ya prestige, lakini mimi nazitia sababu ya tarafa la Fizi kuweza kuwa na ukimya wa watoto wetu, kutokuimbiwa kama vile pongo, kama vile wanyama, na leo hii watoto wetu kubakia barabarani nao pia kuwa pamoja na FRDC na kutenda kazi ya uzalendo na kuweza kuokoa nchi yetu wakiwa pamoja na FRDC. Na leo hii kutokana na makuu ambayo watoto wetu wamefanya, Rais Felix ametupelekea site ya formation militaire. Wakati ya Kabila hatungeipataka, na leo hii labda ya Kutumba wangilikuwa tayari wanaendelea tena kumuwinda hadi wamchukua mkamate. Lakini kutokana na upendo wa Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine rais wetu, kutokana na uzalendo wa Rais Felix, ameonyesha ulimwenguni kote kusema kwamba hawa watoto ni watoto ambao wanakataa uvamizi, ni watoto ambao hawapendi nchi yao iweze kunyang'anyiwa na nchi jirani. Na ndio maana leo hii mimi nawaita ni wazalendo ambao wanabaki pamoja na FRDC ili kuweza kulinda nchi yao na udongo wao. Ujumbe kwa raia ni kuweza kuambia kwamba wabaki imara. Ili ambalo sisi tunalifanya ni kumbukumbu kwa generation ambazo zinakuja. Mtu asiwadanganye kusema kwamba monima inachukua pesa nyingi. Uongo mtupu. Hakuna pesa za monima ambazo zinaweza ukarabati barabara. Hakuna pesa za monima ambazo zinaweza jenga shule. Tumejenga mashule, tumejenga madaraja, tunafanya kazi mbalimbali za maendeleo ambazo zinatugharimu pesa nyingi. Na wakati tunasema kwamba tutaweza kutia monument ya General Amuri ya Kutumba, President Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine na Maître Jean-Jacques Lacano, sio pesa ambazo zinaweza fanya lolote lile la kusema kwamba tuweze kujenga daraja. Hakuna daraja ambayo inaweza jengwa na hizo pesa ambazo tutaweza kuzitia pale juu ya hizo monument. Na msikilizaji wa Kwetu News 24,
tuelekee upande mwingine ambako wakimbizi wa ndani kutoka majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini waliokimbia mjini Lubumbashi kwa sababu ya utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanalalamikia hali ngumu ya maisha, ambapo wanakosa misaada muhimu ya kibinadamu. Siku ya Jumatano waliandamana na kuomba msaada kwenye lango la kuingia ofisi ya mkuu wa mkoa. Jumatano asubuhi, mamia ya wakimbizi wakiwemo wanawake na watoto walikuwa wameketi chini, wengine wakionekana kuwa wamechoka kabisa na wenye njaa wamelala chini, nao wanaomba msaada, alieleza kiongozi wao Paul Byamungu. Alisema, hatuna mahali pa kulala, hatuna chakula na hatuna huduma ya kiafya. Nyumba ndogo zilizotuhifadhi zilianguka kufuatia mvua kubwa ilionyesha hivi karibuni. Takriban familia zote zinalala nje usiku kucha. Tumekuja hapa kuona mamlaka ili ziweze kutusaidia, alimalizia kusema Bwana Paul Byamungu. Bibi Destiny Riziki ni mkimbizi toka mjini Bukavu, naye alisema hivi, tunaomba viongozi watizame jambo hili, tupate mahali pa kuhifadhi. Mfano wa kambi la wakimbizi, tunateseka sana. Kwa wiki kadhaa wahami hao wanalalamika kwa viongozi mbalimbali bila mafanikio yoyote. Taarifa nyingine ni kwamba watu wasiopungua 4, wengine 17 wameokolewa wakati wa ajali ya boti iliyokuwa ikisafirisha abiria na mizigo kadhaa ilipozama katika ziwa Albert nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya kukabiliwa na upepo mkali yapata saa 2 kutoka mahali pake eneo la Chomya mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wawakilishi wa asasi za kiraia za eneo hilo wanasema mkasa huo ulitokea siku ya Jumatano usiku katika ziwa Albert karibu na kijiji cha Kamutasi eneo la Jugu mkoa wa Ituri, na kwamba hadi kufikia siku ya Alhamisi hii watu 17 pekee ndio waliokolewa wakiwa hai, na kwamba miili ya watu 4 ilipatikana na makumi ya wengine hawakujulikana walipo. Vyanzo hivyo vimesema manusura wa ajali hiyo wameendelea kupewa matibabu katika vituo vya afya huko Angumu mkoa wa Mahigi na Linga mkoa wa Jugu. Maafisa wa idara ya usafiri wa majini wanasema ajali hiyo ilisababishwa na upepo mkali na kutowepo kwa hatua za kiusalama wakati wa upakuaji wa boti, ikiwa ni pamoja na kuvaa jaketi za kuokoa maisha. Kamishna wa ziwa Albert ambaye kwa sasa anaendelea na uchunguzi wa kina wa ajali hiyo ameahidi kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu hali halisi ya ajali ya meli na kuzuia majanga ya siku zijazo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, asante kwa kuungana nasi. Usikose kusubscribe chaneli yetu, usikose kusambaza kwa wengine, lakini pia usikose kucomment ili tujue bila shaka unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Asante kwa kutuunga mkono. Kwa heri.